Sehemu ya pili inaendelea na mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa Biblia Tanzania. Mwalimu wa Biblia Tanzania. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Kwa habari katika Injili ya Yesu Kristo ni mwanafunzi wa Yesu Kristo na mfuasi wa Yesu Kristo. Kwa habari ya kuishika Torati ni Farisayo. Farisayo ndio cheo kikubwa kwa wanaoifuata Torati, ambao ni mwalimu ambao alikuwa nacho pia Paulo, ambayo kuwa Farisayo unaweza kumfundisha mtu yoyote kwamba hapa ni kosa, hapa ni sahihi, kwa sababu utakuwa unajua yote. Na katika Agano Jipya utakapokuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, unajua mengi kuhusu Yesu Kristo, kwamba uzima, msamaha wa dhambi, kuingia katika uzima milele na upataje, ni kuhusu habari za Yesu Kristo. Lakini kuhusu sheria na hukumu lazima uwe Farisayo. Au Mafarisayo kwenye Sabato hatuwaoni, Masadukayo kwenye Sabato hatuwaoni, walimu wa sheria kwenye Sabato hatuwaoni, ambao ndio viongozi wakuu wa sheria. Lakini utakuta kwenye Sabato wanaofundisha mafundisho ya Musa, utakuta wachungaji, wainjilisti, mashemasi, vitu ambavyo ni vya uongo, ambavyo hivyo vyeo havipo kule, kwa sababu shemasi aliteuliwa na Paulo, mchungaji aliteuliwa na Paulo, askofu aliteuliwa na Paulo. Sasa imekuwaje hao watu ambao Paulo alikuwa akiwatoa kwenye Sabato, kwenye sinagogi wa Yahudi, wale dini ya Kiyahudi, wanamwamini Yesu Kristo na acha ule kumfuata Musa, inaonekana tena huku wanahubiri habari za Musa wakiwa ni wachungaji, ni wainjilisti? Waongo, matapeli, kwa sababu hata vyeo vyao havijui. Yaani sasa leo Muislamu aanzishe dini yake, aseme katika shehe aseme yeye ni mchungaji, maulama aseme yeye ni askofu au shehe askofu au shema au mwinjilisti, wakati kwenye ile dini kuna vyeo vyao, kuna majina yao, na kila dhehebu. Wayahudi kwenye dini yao wana viongozi wao na majina yao katika Musa, wanaofuata Musa. Na sisi katika Yesu Kristo tuna watu wetu na viongozi wetu na majina yetu. Na Wasabato nao hawaeleweki wako upande gani. Haieleweki wako kwa Kristo wala haieleweki wako kwa Musa. Maana vyote wanashare, vyote. Lakini kwenye Ufarisayo, ukisoma Biblia, ukisikia Masadukayo, Mafarisayo, walimu wa sheria, wanawasukumizia Wayahudi. Halafu kija kuangalia zile sheria ambazo wao wanazisoma Wayahudi, wao hawazisoma wala hawazifuati. Wasabato wamelaniwa. Tuendelee. Tuangalie kwenye Galatia 3. Je, wamelaniwa Wasabato? Hajalaniwa. Lazima tudhibitishe kwa maandiko. Tunapokuwa tunasema kwamba Wasabato wamelaniwa, tuangalie na tudhibitishe. Ukisoma Galatia 3:9 inasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria, wanaoifuata Torati, wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati hayafanye. Swali linakuja, hao wanaoifuata Torati wanatimiza yote? Jibu linakuja, hawajatimiza. Kwa hiyo kama hawajatimiza yote yaliyoandikwa kwenye kitabu cha Torati, wamelaniwa. Na sio hawa wa Sabato tu, hata makanisa mengine wanafundisha Torati, wanafundisha hizo amri 10 na vitu vingine. Na huwezi kufundisha kitu kimoja kwenye Torati ukawafundisha watu vingine ukaviacha. Lazima utimize yote yaliyoandikwa mle na lazima uyafanye. Kwa hiyo Wasabato ni viongozi namba 1 waliolaniwa, afu na viongozi wengine na dini zingine zinafuata nyuma, kwa sababu ushahidi upo. Leo wa Sabato wanasema wao hawaishi kwa sheria. Hivi wanajielewa kweli? Mtu ambaye haishi kwa sheria hawezi kufundisha Agano la Kale. Agano la Kale liko kwenye sehemu ya sheria. Agano Jipya, mtu akifanya dhambi unamkemea, unamuelimisha na aache ile dhambi, anatubu, anaacha, anakuwa mtakatifu, anaokoka. Haya, Wasabato wameokoka? Jibu linakuja, Wasabato hawajaokoka. Kama hawajaokoka, kwa sababu gani hawajaokoka? Wanaishi kwenye sheria, ndio maana hawajaokoka. Halafu kiwauliza na kuambia sasa tuishi kwa sheria. Sasa ile Torati mnaisoma ya nini kama mwishi kwa sheria? Na katika amri 10 zote zile Wasabato wanafuata tu amri moja ambao wanaipenda, ni ile ya Sabato tu. Sabato tu, zingine zote hawazifanyii kazi. Kuna ile ya sanamu, wametengeneza masanamu na mahalama yao. Kuna ile usizini, wanazini mpaka wana watoto nje. Wasabato wengi wana watoto nje ambao hawana waume wala hawahudumii, masingo mama wako kibao. Ni amri ipi mnaifanyia kazi? Ile ya Sabato tu. Poleni sana nyinyi Wasabato. Haya, tuendelee. Inaendelea. 11. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria. Hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa kuifuata Torati. Hamuelewi. Kwa hiyo maandiko ninayosoma hamuelewi, mnazibaga masikio hamsikii.
na wachungaji wengi wanawaharibu, wanawapandikizia vitu ambavyo ni vya uongo. Haya maandiko mnayaonaga kweli? Inaendelea, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani, na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kuna mtu yeyote anayeishi kwenye Torati kwenye dunia hii tulionayo sasa? Jibu linakuja, hakuna mtu yeyote anayeishi kwenye Torati. Hakuna mtu anayeishi kwa kuifuata Torati, maana usipoyatimiza yote umelaniwa. Sasa wasabato hao wanaofuata Torati, wanaofanya makundi vibanda wakoje? Yesu alishawahi kufundisha kwamba watu wafanye vibanda? Yesu alishawahi kufanya kwamba alishawahi kufundisha habari za Musa kwamba watu tumfuate Musa, tumsikilize? Haya, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu angekuwa juu ya mti. Kwenye Kumbukumbu la Torati 17 imeandika hivyo, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo sisi tunapokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Leo Sabato anasemaje? Unapata imani kupitia Agano la Kale, mafundisho ambayo yanakinzana na Biblia, kitu ambacho hakipo kama hicho. Wanadanganya wanadanganya watu, wanaharibu akili zao. Haya, ukija kwenye Galatia 5 inasema, Galatia 5:1, lakini nasema ya kuwa mlisi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamliwa na baba. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia, hata tulipowadia utimilifu wakati Mungu alipomtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, amezaliwa chini ya Torati, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya Torati, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa Yesu alikuja kutukomboa kwenye Torati. Sasa kama Yesu alikuja kutukomboa kwenye sheria, imekuwaje wewe bado unafuata sheria? Hebu ngoja nirudie andiko vizuri. Kusudi awakomboe hao walio chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa nataka nituseme kwamba hao walioanzisha Sabato hawakuona haya maandiko kwamba Kristo alikuja kutukomboa kwenye Torati. Hawakuyaona. Mstari wa 6 unasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu. Mungu alimtoa Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, ili awe Aba, yani baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana, basi mlisi wa Mungu. Mlisi kwa Mungu. Lakini wakati ule, kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, mafundisho ya Agano la Kale yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Kwa hiyo nataka unaambia huyu aliyeanzisha Sabato haya maandiko hakuyaona kwamba kama tumemjua Yesu Kristo ambaye Mungu amemtuma kwamba tumwamini yeye, imekuja basi kuyarejea tena yale mafundisho ya kwanza manyonge ambayo yana upungufu, ambayo hayana nguvu? Nadhani hapa wa Sabato umesikia kwamba nani aliyelaniwa kati ya mimi na nyinyi. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Mimi amenikomboa kupitia utumwa huu wa Torati. Siifuati Torati, maana siokolewi kwa Torati. Na ndio maana kwenye Biblia iko Sabato moja tu ya watu wa Mungu. Ngoja tusome mstari wa mwisho. Nadhani ujumbe utakuwa umewafikia wa Sabato wote wanaotumikia sheria, ambao hakuna atakayeulisi ufalme wa Mungu kwa kuifuata Torati. Hakuna, andiko hilo halipo. Kama unalo lete, kwa sababu hakuna mwanadamu chini ya jua anayeweza kuishi kwa Torati. Hayupo, hajaitokea. Kuanzia Torati imeandikwa, hajawahi kutokea wala hayupo anayeweza kuishi kwa Torati. Kuanzia imeandikwa na Musa, hakuna wala hajawahi kutokea. Haya, tuangalie hiyo ya Waebrania 4:9 inasema, 4:9 Waebrania inasema hivi, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Mstari wa 10, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake.
Ili andiko mshawahi kufundishwa sabato au mshawahi kufundishwa sabato huko na wachungaji wenu au mnaoitwa wachungaji? Maana wale si wachungaji, wale ni Mafarisayo, Masadukayo, walimu wa sheria. Imekuwaje wa viongozi wa sabato wakajiita wachungaji, wakajiita mashemasi? Hicho cheo kiko wapi kwenye Biblia ambacho mtu anayefuata Torati ya Musa akajiita mchungaji? Mtu anayefuata mafundisho ya Musa, anayefuata sabato akajiita shemas, akajiita mwinjilisti. Poleni sana kwa kudanganywa. Hakuna cheo chochote kwenye sabato anayeitwa mchungaji, hakuna cheo chochote cha askofu, hakuna cheo chochote cha wala mwinjilisti kwenye sabato. Au ni matapeli wanawadanganya, cheo hicho hakipo. Kwa sababu pale tunaposoma Mafarisayo, hebu ngoja tuangalie kabisa kwenye hii Mathayo 12. Mathayo 12 inasema, wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Hivi Yesu angekuwa anaifuata sabato, angepita kwenye mashamba ya sabato, kwenye mashamba siku ya sabato? Na Yesu angekuwa anafuata sabato, anaheshimu sabato, angewaruhusu wanafunzi wake wakavunja masuke wakala siku ya sabato? Jibu linakuja hakuwa msabato. Hajai kuifuata sabato wala kuinani. Wewe ukitaka kufuata sabato, ishi kama inavyotaka wewe. Ndio maana nimesema ayatendaye hayo ataishi katika hayo, ayafuataye Torati ataishi kwenye Torati. Nadhani mnadanganyana sana huko kwenu. Haya, namba 2. Na Mafarisayo walipoona walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato. Hawa Mafarisayo walikuwa hii sio kabila. Farisayo sio kabila. Hii Farisayo ni cheo. Ni cheo cha mwalimu wa sheria. Hiki ni cheo, sio kabila. Farisayo sio kabila. Tunataka tuwaone Mafarisayo kwenye sabato ya leo tulionayo ya Ellen G. White ni nani? Maana tunaona wana rais sijui wangapi, sijui rais wa 6, sijui wa 16, wana rais. Sabato haina rais. Halafu sabato wa sasa hivi wanajeshi, wana maaskari. Kama umeangalia vizuri, taifa la Israeli, taifa teule, taifa takatifu, waliitwa wale Wayahudi wenye imani ya Musa kwamba waingie jeshini, waligoma na wakakataa katu. Walikataa kwamba sisi tuingie jeshini, imani yetu atuambie sisi tuingie jeshini. Walikataa katu. Leo wewe unatengeneza jeshi. Tena nimeona klipu zingine mpaka wanawapa watoto wanafundisha silaha. Lengo lenu ni nini? Kupindua dunia au? Vita vyetu sio katika mwili, damu na nyama, katika roho, ufalme wa giza, katika Efeso 4. Nipungukiwa na maarifa mengi. Haya, 3. Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya maonyesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yao. Kwa hata Daudi alianza kuivunja sabato na yeye kuanzia mwanzo kabisa, na alikuwa ni rafiki wa Mungu sana. Alikuwa ni rafiki wa Bwana sana Daudi. Mbona hamkumshtaki Daudi kwamba amevunja sabato? Poleni sana. 5. Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya sabato makuhani hekaluni huinajisi sabato wasipate hatia? Hivi kwenye sabato kuhani na vyakula vyake anafanya kazi kwa hekaluni tu. Kwenye sabato makuhani wapo ambao wanaongea na Bwana, mtu akitenda dhambi wakaenda kwake majibu yanapatikana. Poleni sana nyinyi wa sabato. 6. Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Kwa hiyo yupo mkuu kuliko hekalu. Yule mnayemtafuta kwenye hekalu yuko pale ambao ni Yesu Kristo. Hilo mliliona? Jibu linakuja hamjaliona. Jibu linakuja hamjaliona. Haya, tunaendelea. Lakini kama mngelijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingewalaumu wasio na hatia. Kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Hivi wale Mafarisayo Yesu alipoambia msingewalaumu wasio na hatia, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato, kwa nini wasingepiga magoti wakamsujudia pale pale? Kwa sababu kile wanachokitafuta kwenye sabato, wanachohangaika nacho siku ya sabato, wanapumzika, eti ni amri wamepewa, halafu amekuja mwenyewe muhusika. Kwa nini wasingempigia magoti wakamsikiliza? Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato. Ndio maana alisema hivi Yesu Kristo, jifunzeni kwangu, munisikilize, kwa kuwa yeye ni mpole